Hujambo mpenzi mtazamaji, hii ni siku nyingine tena ya huzuni kwa wana Yanga baada ya wao kupata sare ya kuto kufungana dhidi ya wanakoma kumwanya Mbeya City kutokea kule Mbeya. Hatimaye Yanga mechi ya pili tu ya ligi ameweza kupata draw. Niko na mashabiki hapa, niko na mashabiki wa Simba, niko na mashabiki wa Yanga. Na tunaanza na shabiki wa Yanga hapa ambaye yuko hapa jirani yetu. Hebu elezea unajisikiaje baada ya matokeo haya? Ni fresh ndugu mtangazaji. Kwa sababu gani? Mchezo wa mpira ndivyo ulivyo. Una matokeo matatu. Kuna kushinda, kushindwa na kudraw. Kwa hiyo na haya ni matokeo ambayo ni rafiki kwetu sisi. Hayatupi shida kama mashabiki wa mpira wa miguu, hususan sisi mashanga wa Young Africa. Young Africans ni timu ambayo inajulikana yenyewe ni timu inahitaji kushinda kila mechi, na unajua katika kinyang'anyiro cha kuchukua ubingwa mnagombana na ndugu zenu wale akina Simba ambao mara nyingi huwa wanashindaga mechi nyingi. Amuoni kama hii inawatilia doa katika kinyang'anyiro chenu cha kuchukua ligi? Ligi bado mbichi kama unavyojua. Msimu uliopita Yanga tulipoteza mechi mbili. Tulifungwa na Azam, tukafungwa na Tabora United ambao sasa hivi wameshaliama lile jina. Ni TRA. Kwa haya matokeo sisi hayatupi shida. Yanatufanya kujipanga na mwalimu kuwajua wachezaji wake kiundani zaidi na kuzijua baadhi ya timu ambazo alikuwa hajakutana nazo. Mbeya City amekuwa ni mgeni kwenye ligi kwa awamu hii, lakini sisi ambao tupo hapa mashabiki toka miaka ya 90 tunaijua kabisa Yanga ikoje. Ndugu mtangazaji, huna kumbukumbu? Nikukumbushe mwaka 97 tulipokutana kama United. Yanga alitoa matokeo gani? Najua hukua na kumbukumbu vizuri. Waulize wakongwe kwamba tulifungwa na kama United, lakini mbio za kuchukua ubingwa zilibaki pale pale. Na mpaka sasa hivi haya matokeo sisi hayatuathiri sisi mashabiki. Hayatuathiri psychology. Na hata mwalimu hayawezi kumwathiri psychology. Na ni kumpanga psychology ili kusudi kikosi chake aweze kukipanga mechi ijayo aweze kupata matokeo mazuri. Ukiangalia Yanga msimu huu tumecheza, toka tuanze msimu huu tumekuwa na mfululizo wa mechi. Baada siku mbili mnaingia uwanjani, siku mbili mnaingia uwanjani. Toka Yanga Day tumekuja ngao ya jamii, Champion League. Unaona? Mnajitetea kwenye uchovu kwamba umepelekea nyinyi kufeli. Wakati unajibu hilo pia, utaniambia unadhani kiwango sasa quality ya huyu kocha, je, Yanga ni kubwa kuliko huyu kocha kwamba hawezi kuimanage kwa jinsi ninavyoona? Maana performance yalisema maneno mengi sana kwenye mechi za kimataifa. Sasa tumeanza kushuhudia, tunaanza kupata draw. Yanga ameanza kupata draw. Hayo ni maneno yako ndugu mtangazaji. Hayo ni maneno yako. Lakini sisi tunavyoamini Yanga bado ipo pale pale. Ligi bado mbichi. Mbio za ubingwa zipo pale pale. Labda tukifungwa 3. Lakini kwa mechi moja hii, mwaka jana si uliona? Watu walishuhudia, tulipigwa na Tabora goli 3, tukapigwa na Azam goli kama 2. Lakini vipi tulikamatika? Nani alitushusha kileleni? Hapana. Mpinzani ambaye unamsemea alimaliza nafasi ya ngapi? Alimaliza nafasi ya akiwa amefungwa goli ngapi? Akiwa apoteza mechi ngapi? Alipoteza mechi zaidi ya 2. Kwa hiyo unapokimbizwa usijisifu kwamba unakimbia. Msifu na anayekukimbiza. Ni hongera kwa Mbeya City, umetupa challenge nzuri. Tumeweza kufanyeje? Tumeweza kuona jinsi mapungufu ya timu yetu jinsi yalivyo. Bana. Ni hayo tu. Asante, kushukuru sana. Asante sana. Nakushukuru sana, lakini pole pia kwa kujipa moyo. Niite Mr. Utopolo. Huyu ni anajiita Mr. Utopolo akizungumzia timu yake ya Young Africans na kile ambacho imekifanya, akiwatia moyo kwamba huu ni mwanzo sana, mapema sana wa ligi hii. Karibu, tuko na shabiki mwingine hapa. Wewe ni shabiki wa timu gani? Bana, mimi ni shabiki wa Simba Sports Club, ile kwa Simba. Ile kwa siku ya leo naitwa Big wa Mbeya City. Kwa siku ya leo nahitaji niitwe Big wa Mbeya City. Kwa nini Big wa Mbeya City? Yani leo nina furaha kupitia Mbeya City, ndio maana napenda kuitwa jina Big wa Mbeya City. Umeonaje kiwango cha wapinzani wako wana Yanga kwa hiki ambacho wametuonyesha katika mechi ya leo? Kiwango chao watu shawazoea. Wale kiwango chao
chao ndo kile kile, wala hawana tofauti tu kwamba wenzetu wale kuna kipengele fulani wanatuzidi kwa mambo ya kamati sijui tuseme, lakini kwa swala la mpira wao ndo ule tulioona leo, ndo mpira halisi wa Yanga Afrika. Huo ndo mpira halisi wa Yanga. Sasa kwa nini mpira huu kwenu Simba huwa unazaa magoli lakini huku hauzai? Kwa hiyo unataka kuniambia Mbeya City ni bora kuliko Simba? Hapana, siwezi kuliafika Mbeya City ni bora kuliko Simba. Lakini Simba ni bora kuliko Mbeya City. Sawa? Lakini ndio maana nimesema kwamba wao kuna kinamna chao fulani huwa wanatuweza, lakini kwa upande wa kiwango cha mpira Simba ni juu kuliko Mbeya City. Ila kwa siku ya leo nawashukuru Mbeya City kwa kazi nzuri walioifanya na wapongeza, juhudi zao ni nzuri. Hii ina maana gani kwenye kinyang'anyiro chenu kugombania ubingwa? Inatusaidia sisi sana ili kesho na sisi tupate nguvu zaidi, kwa sababu mtani kapoteza leo, sisi kesho tusawazishe tuweze kuongoza tukae juu kilele. Lakini huoni kama hii inakuashia tena kukumbusha kwamba timu hizi ndogo ni za kuwa makini sana, kwa sababu wewe pia una mitihani, kesho una mechi yako na timu ya ligi hii. Nyinyi mmejipangaje? Na ndio maana kuna usemo mwenzako kinyolewa wewe zako tia maji, kwa maana leo alivyoharibu leo, sisi kesho tupo makini kweli. Hatuwezi kufanya makosa tena kwa swala hili. Okay, sasa nikushukuru sana kwa kile ambacho umeweza kuzungumzia. Dani njoo tumalizie interview hapa. Wewe nina maneno na wewe kiufundi zaidi. Unipe kile ambacho umekiona kwenye dakika 90 za mechi hii. Nini hasa kilipelekea watani wako kushindwa kufunga? Wamekuwa butu kabisa siku ya leo. Je, ni kikosi kilivyopangwa au ni nini ndugu mtaalamu? Maana wewe unakujua mtaalamu wa uchambuzi. Okay bwana Michael. Kwanza nashukuru sana kwa kuweza kunipa hii nafasi kwa siku hii ya leo. Kuhusu hii game ya leo ya Young Africans na Mbeya City, ni game ambaye ilichezwa kwa kuvutia, ni game aina yake. Tumefanywa surprise kwa game ya leo. Yaani tunafundishwa mpira wa mbinu, jinsi gani unaweza ukacheza mpira wa mbinu. Sawa, Yanga unacheza mpira, lakini sisi tutakaa nyuma yao, tutakaba kwenye mid block, na kweli mwalimu wa Mbeya City ameliweza hilo. Lakini pia bila kusahau mwalimu wa Yanga aliingia na mbinu ya kushambulia 4-3-3. Ina maana alikuwa na washambuliaji watatu, viungo watatu. Hilo kweli aliweza, lakini alishindwa kutengeneza nafasi za wazi. Yaani ninavyosema kwamba nafasi za wazi, hiyo yote kwamba ilitegemea ubora wa kocha Mbeya City kuweza kutoa mbinu ambazo kwa wachezaji wake wameweza kutengeneza mfumo ambao wa kutokuweza kuziona nafasi za wazi. Hilo kweli napongeza Mbeya City, pia nampongeza kocha Mbeya City, aliweza kuisoma vizuri na aliweza kuistadi vizuri Yanga, ndio maana akaweza kupata matokeo ya sare kwa siku ya leo. Hii ina maana gani kwa mwana Simba na kinyang'anyiro chako cha upata ubingwa wa NBC? Kwako ina maana gani hii? Mimi kwangu ina maana kwamba ligi ni ngumu. Ina maana kama ligi ni ngumu, inatakiwa ujipange jinsi ya kuweza kucheza home and away. Siku zote ligi huwa inakuwa ni ngumu. Kwa mfano kama mechi ya leo umetufundisha kitu. Mwalimu wa Yanga kilichomfelisha ni kitu kimoja. Mwalimu wa Yanga alianza na viungo wengi sana katikati. Hivyo basi angeweza kupunguza idadi ya viungo katikati, angeongeza washambuliaji pale mbele. Naamini kwamba kama angeweza kupushi hilo, angeweza kupata goli. Lakini bado mwalimu wa Yanga alikuwa muoga, aliamua kuendelea kubaki na wale viungo wa kukaba hadi dakika 89. Kipindi hicho mwalimu wa Mbeya City yeye akiendelea kukaza mfumo wake ule wa 442. Alikuwa na walinzi watatu wanne nyuma, wanne katikati, mbele akiacha washambuliaji wawili. Kipindi hicho ikija kulinda Mbeya City ulikuwa unaona kabisa ilikuwa anacheza 5-4-1 kipindi ikiwa najilinda. Hivyo basi kwamba mwalimu wa Yanga aliamua kubadili mpira, akawa anatumia counter. Ile mipira counter, kwa jinsi nilivyoangalia mpira kwa umakini, nadhani kama mwalimu wa Yanga angeweza kufanya sabu mapema kuweza kuwaingiza washambuliaji, naamini kwa ile mipira mirefu ambayo ilikuwa inadondoka nyuma mabeki ingeweza kuleta madhara. Lakini hata hivyo kocha Mbeya City aliweza kuihandle pressure ya Yanga, mwisho wa siku akaweza kupata sare. Hatimaye mechi imeisha iko namna hiyo. Hongera zao watu hawa wa Mbeya. Timu hizi za Mbeya zimekuwa na defense kali sana. Tunazungumzia Mbeya City, tunazungumzia Prison, tunazungumzia wale Magereza ni hao.
Nini siri unadhani ya timu za hizi kusini? Kwa nini defense zao zimekuwa imara, na unadhani defense ndizo ambazo zimepelekea sare tuliyoiona siku ya leo? Siku zote bwana Michael, unapocheza na timu ngumu, hususan hizi timu ambazo za kutokea kule Mbeya, wanapokuja kucheza na timu kubwa, hususan kama Simba, Azam au hata Singida Big Stars, siku zote huwa walimu wao wanazistadi sana hizi timu kubwa na kutengeneza mbinu ambayo ya kuweza kumheshimu timu kubwa. Ndo kilichopelekea hadi leo mwalimu wa Mbeya City akaweza kupata draw na Yanga, yani draw ya kutofungana, yani sare tasa. Hivyo basi kwamba watu wa Mbeya kwa kitu ambacho kilichofanyika leo kwao ni kama ni ushindi bwana Michael. Unajua kwa timu kama Mbeya City ndo naweza nikasema baada, yani karibuni kama miungu kama 4 kama sio 5 baada ya kushuka daraja, wamepanda daraja kwa nguvu, yani wamepanda daraja kwa kishindo. Ina maana unakuja kudraw na bingwa. Unajua Yanga ni bingwa mtetezi katika ligi. Alafu Yanga naweza nikasema kwamba bado yupo kwenye mashindano makubwa ya barani Afrika, na maana CAF Champions League. Naam. Kwa hiyo kwamba unakuja kudraw na Young Africans kipindi hicho akiwa na wachezaji ambao wenye majina makubwa zaidi barani Afrika. Kwa hiyo sio jambo dogo. Nampongeza kocha Mbeya City. Pia naweza nikasema kwamba nampa pole, au naweza nikampongeza pia kocha wa Yanga kwa sababu hii game dakika za mwisho ilionekanika kwamba ilishakuwa 50-50 kwamba yoyote angeweza kufungwa. Nadhani wewe mwenyewe shahidi, uliona kwamba Mbeya City dakika ya mwisho aliweza kutengeneza nafasi ya wazi kabisa bwana Vitalis Mayanga aliweza kutengeneza nafasi kwa mwenzie, lakini mwisho wa siku hakuweza kuscore goal. Haikuwa bahati yao, Diala akaweza kuicheza. Naam. Ungepata nafasi ya kushauri uongozi wa Yanga, huyu kocha anawafaa? Unajua kuna kitu kimoja Michael. Kocha wa Yanga naweza nikasema kwamba ni kocha ambaye mwenye CV ya kawaida sana. Hana CV ya kutisha barani Afrika. Sio kama unanielewa bwana Michael. Hivyo basi kwamba kama hana CV ya kutisha, ana CV ya kawaida, ameingia kwenye timu ya Yanga. Yanga ni timu kubwa barani Afrika na hapa Tanzania kwetu ni timu kubwa. Ni timu ambaye ina karibuni kama mashabiki, ina mashabiki wengi zaidi na wanachama wengi zaidi hapa nchini. Hivyo basi kwamba ameingia kwenye timu yenye pressure zaidi, pressure kubwa zaidi. Hivyo basi mwalimu wa Yanga anatakiwa atulize kichwa na kuweza kuzihendo pressure za mashabiki na pressure za viongozi. Kudraw mechi hii ya pili sio kusema kwamba labda pengine yule kocha ni mbovu. Hapana. Kocha ni mgeni. Kuna maingizo mapya kwa Young Africans katika kosi chao. Kuna wachezaji wengi sana ni wapya, pia kocha ni mpya. Hivyo basi wampe nafasi kocha. Kama endapo zitaanza zile sitofahamu kwamba kocha tufai, wakaamua kumfukuza, sawa, unaweza ukamfukuza kocha kwa dakika hizi, lakini ukamleta kocha mwingine. Je, atakuja na mbinu gani? Unajua hadi hivi sasa Young Africans katika kosi chao kama ulivyoona kwamba Azizi Andambwile ndo top kwenye namba 6, ina maana kiungo wa ulinzi chini. Na mimi kwa macho yangu nimeona amecheza vizuri, kiungo mzuri katika uchezaji. Ila kuna vitu amevikosa, uwezo kumlinganisha na Haridi Aucho, ni mchezaji fulani ambaye alikuwa matured sana katika timu. Hivyo basi Yanga wanapaswa kuivumilia timu yao kwa sababu hawa wachezaji ambao waliosajiliwa hivi karibuni kwa Yanga, maingizo mapya, uwezo ukasema kwamba wale wachezaji wote wakaanza kwa mara moja. Lazima kocha ataanza na mfumo wake. Sio kama umenielewa. Lakini kwa watu wachache sana wasioelewa, wanaweza wakahisi kwamba huyu kocha hawafai, lakini wamvumilie kocha. Wasiwe na maneno mengi, wasiwe na maneno ya kashfa. Uvumilivu ndo unatakiwa katika game. Sisi hapa Simba, timu yetu ya Simba tutoka mbali sana, lakini pia tunasema kwamba kuna muda natakiwa ujue kuzihendo pressure za mashabiki, kuzihendo pressure za watu mbalimbali mitandaoni. Unajua watu wengine wataanza kumwataki kocha tufai na nini, hana mbinu na nini. Kwa hiyo kitu kama hicho hakifai. Tumache kocha. Najua mechi yake ya pili kwenye ligi, inshallah uwezi jua huko mbele kuna mbinu zingine anaweza akatengeneza mambo akawa mazuri. Ni kushukuru sana. Zimetolewa sababu nyingi sana za draw hii kwa ajili ya Young Africans, sababu kama uchovu, sababu kama subra na upya wa wachezaji, lakini hayo ndiyo ambayo yamepelekea Young Africans kuweza kudraw katika mechi ya leo. Poleni ninyi ambao mnahuzunika siku ya leo, na hongereni kwenu ambao siku ya leo ni siku ya furaha, lakini mimi na nyinyi tuweze kuonana tena katika mechi ijayo, mechi ya kesho. Na wewe unaitazama lakini hauja-subscribe channel hii, ni Michael Epic TV, gonga alama ya subscribe hapo chini, jiunge na wapenda burudani katika channel hii ya Michael Epic TV. Bye bye.